بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura al-Anbiya, ingawaje leo hakuna taa, kwa hivyo tutajaribu kusoma hivyo hivyo kwa tochi yetu, hasa tusipoteze siku bure insha Allah. Na tukitizama katika sura al-Anbiya aya 11, tukirejea tena hii ambayo tulipitia jana mbio mbio, kunahitajia kurejelea kidogo. Kuna baadhi ya watu hawapendi sana aya kurejelewa sana, lakini kile kidogo unachokirejea sana kaona kisikia tena na tena ikakaa katika moyo wako, ina faida kubwa sana inshallah. Na heshimu rai ya wenye kupenda na kwamba nini kitu kishapita kwa ndio zake, lakini yeye malengo yake yanakuwa tofauti na yule mtu anayetaka kustadi, hata kuisoma aya, hata kusoma ayati kwenye Qur'ani zinasemaje. Na kila unaposikia maalumat, mara nyingi tunaporejea tunakuwa tunaongeza kitu, sio kwa lengo la kurejea tu, bali kwa kuongezea kitu tulichokiacha katika mara ya mwanzo kutaja. Kwa hivyo tuwe tuna ustahimilivu wa kusikia tena aya zikirudi, kwa sababu hii aya jana tumeipitia, aya 11 na 12 tumeipitia, lakini uongo utakaposikia leo na mengine yaliyozidi juu yake, utaona kwamba sasa nimefahamu aya zaidi nzuri. Aya 11 inasema ni a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Aya kama hii kuja kuelezea wa kam qasamna. Kuna neno qasamna qasin, qasm yani kugawa, lakini hapa qasad qasamna ni kwa ajili ya kuvunja na bali kuhalikisha, kuteketeza. Wa kam qasamna wa kam ahlakna, maana yake wa kam qasamna min qaryatin. Kwa hivyo unapoona kama kauli kama hii, wa kam qasamna, na mangapi katika min qaryatin, tuelezea qarya bimaana qarya nyingi. Kam hii sio maana ngapi, walakini ngapi ya swala, bali ni ngapi ya wingi. Bali kusema nyingi, ngapi na ngapi unasema. Kwa Kiarabu na Kiswahili kinakwenda sambamba katika kuleta maana ya kam. Mara nyingi hizi maneno ya maswala inapokuwa katika mfumo wa swala tofauti na unapokuja katikati ya aya, katikati ya sentence ikaleta maana. Kama unasema when, mata, wakati gani kwa Kizungu, na inapokuja katikati when unasema wakati ambao. Kwa hivyo wakati gani na wakati ambao, ile maana moja wewe, lakini kila moja inapokuwa katika mfumo wa swala inaleta maana mfumo wa kiswala, lakini unapokuja katikati ya swala ni sentence. Kadhalika hapa tunasema kam bi maana nyingi sana. Min qaryatin, kam min qura, jamii ya qarya, mji. Zamani wanaita qarya mji, sasa hivi tunasema qarya kitongoji au kijiji kidogo, lakini qarya nasema mji katika tafsiri. Wa kam qasamna min qaryatin, ngapi tumeangamiza. Na mfumo kama huu unapokuja utaona aya 2-3 nyingine ambazo zenye kuleta mfano maana hiyo hiyo, na dalili ya kuonesha katika kusisitizwa kwamba Mwenyezi Mungu anawafahamisha Makureshi, tumeangamiza kaumu nyingi nyakati mbalimbali, wamepewa mitume na wakataa kufuata, na jeuri zao na kejeli zao na kibri yao, wakakataa kufuata, wakawa ni wadhalim. Wakam qasamna, tukitizama mfano katika aya nini ya surat al-A'raf, aya 4 tu inasema nini al-A'raf. Katika aya 4 inasema wa kam min qaryatin ahlaknaha. Hapa qasamna, hapa ahlakna, maana hiyo moja. Kwa hivyo aya 4 katika al-A'raf, wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan au hum qailun. Na maana ni hiyo hiyo,
wakam qasamna min qaryatin kanat zalima, na mingapi katika miji ambayo nini tumeangamiza, na ilhali wakiwa hiya jiji kanat zalima, walikuwa wakifanya dhulma. Hal qarya, na vilivyomo ndani ya qarya, mji ndio wenye kudhulumu, au watu wake, ahluha, ahli alqarya makusudio, majazi, yani makusudio kwamba wale watu walikuwa madhalim. Qarya haidhulumu kitu, hakina uwezo wa kutenda kitu isipokuwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu, wakae ikubali kupokea binadamu viumbe hivi waishi katika ardhi yake. Kwa hivyo qarya dhalima nakusudia ahluha, wa hiya dhalima, na sababu walikuwa madhalim, ili ujue kwamba hawajaangamiza bure bure. Wa hiya dhalima, halafu tena baadaye akasema mambo mawili hapa, la mwanzo kwamba tumeangamiza, na sababu ya kuangamiza ni walikuwa watu wake madhalim. Halafu baadaye nini kafanya? La tatu, wa anshana baadaha, halafu tukaanzisha baada yake qauman akharin, qaumu nyingine. Tumesema katika hii aya 4 sura Araf, wa kam min qaryatin ahlaknaha, vijiji vingapi ambao tulivyoangamiza. Fajaaha ba'suna, ikawajia adhabu yetu, bayatan. Bayatan manake nini? Wakiwa wamelala. Manake nini? Wakiwa usiku. Yani hata hawategemei kwamba tutokea jambo, ni mtu sikwamba yuko sahi anakwenda mara ghafla kitu kimetokezea kana kimbia, la wamelala. La, bayatan almabit, kukesha, kukaa katika nyumba pahala ukakaa, ndio kwa maana kaitwa bait, makani almabit. Wabata, unaposema nini? Asbaha ar-rajulu, amekuwa sasa kwa nyakati za asubuhi. Asbaha ar-rajulu maridan, na kinyume chake iko unakusudia mchana alipokuwa usiku. Wabata ar-rajulu maridan, amekesha usiku wote na akiwa mgonjwa. Bata almabit walbait, bayatan, yani nyakati za usiku za kulala. Fajaaha ba'suna, ikawajia ba'sun shadid, yani maana adhabu, ikawajia adhabu yetu bayatan, na ilhali wakiwa wamelala, au bimaana imewajia usiku, au bibi, au hum qailun. Aina maana qail? Qalil, kwa mbali maana qalil. Qail ndio hiyo wanaita nini? Qailula. Qailula nini? Ni ule usingizi wa mchana kidogo wa kupunguza machofu, qailula. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda kulala baada ya saati dhuhuri, wanakuwa wanapumzika kidogo. Wa hum qailun, au wakiwa wamepumzika nyakati za mchana. Alqailula yani qalili, yani kidogo, yani usingizi mdogo, sio mrefu, sio usingizi mnono. Kwa hivyo hapa unasema hum qailun, au wakiwa nini? Wamepumzika. Sasa aya kama hii inaonyesha kwamba bayatan au qailun, nyakati za kulala za kupumzika, hata hawana habari kama jambo litatokezea, sio kama alikuwa mtu sahi. Kadhalika kama aya nyingine tukitizama sisi katika surati Muhammad, aya inasema nini? Surati Muhammad inasema nini? Qala ta'ala, wa ka'ayyin min qarya wa kam ahlakna wa kam qasamna wa ka'ayyin min qarya, maana moja takriban. Na mingapi katika miji? Aya ya ngapi? Nafikiri hii aya ya 13 surat Muhammad, aya ya 13 ya surat Muhammad yenye kusema, inasema wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka wa kam min qaryatin, na mfanya nini ya Rabb? Ahlaknahum, tumeangamiza, tumewateketeza. Ahlaknahum fala nasira lahum, wanaye wa kuwanusuru? La, hakuna. Aya hii ya sura ni sura ya kumalizia hum nyingi, sura Muhammad. Kwa hivyo aya hii
maana sawa sawa na aya nyinginezo. Wakaayin min qaryatin, miji mingapi, hiya ashaddu quwwa, bali miji hiyo ilikuwa na nguvu zaidi, watu wake majabari kweli, mashujaa kweli. Hiya ashaddu quwwatan min qaryatika ya Muhammad, kuliko hata mji wako wa Makka huu. Ama Quraysh chochote si lolote mbele yao tuloangamiza kabla, walikuwa na nguvu kweli, nguvu zao zijasaidia kitu. Akasema hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka, tena kaipa sifa mbaya ya watu wake. Qaryatika, hiyo kijiji ndio kilichomtoa, au watu wa kijiji hicho Makuraish walomtoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahamia Madina. Quwwati min qaryatika allati, ambacho mji huo ambao akhrajatka, walikokutoa hao. Wakam min qaryatin, ukiwacha yote, wakam min qaryatin hiya ashaddu quwwa, ukiwacha yote chukua wakam min qaryatin ahlaknahum, tumewateketeza, tumeangamiza. Fala nasira lahum, wala hawana wakunusuru. Sasa tukitizama pia hapa katika surati Isra pia aya kama hii, maana moja haya hiyo, wakam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Hapa basi kaongeza nini? Sababu ni kwamba walikuwa madhalimu, na tumefanya nini? Tumeondoa watu, tumeweka wengine, tukaanzisha kaumu nyingine, wakaendelea na gurudumu linazunguka, na maisha mengine yanakuja, na watu wapya wanakuja, na mtume anachaguliwa na kuwafundisha tena, wa hakadha ulimwengu unakwenda tokea min Adam mpaka siku ya Kiyama, isipokuwa tu yule wa mwisho ameshakuja kwa ajili ya kuacha hii kazi aliyopewa mpaka siku ya Kiyama. Sallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapa aya sura Isra aya 17 nasema wakam ahlakna min alquruni. Hapa kaita kwa qurun, na qurun jam'i ya qarn, kule qaryatin kijiji. Hapa kataja qurun bimaana qarne. Najua qarne ni century, ni nasema century lakini kanapotumika neno qurun inakusudia wale walioishi katika nyakati zile, katika nini, karne mbalimbali. Bimaana qurun hivi watu wa zamani waliopita. Wakam aya 17 sura Isra, Bani Israil, wakam ahlakna min alquruni min ba'di Nuh. Kaeleza Nuh kabla, lakini sasa je, na baada Nuh zimekuja kaumu baada kaumu, karne baada karne kapita na watu wake, bila kutumika neno qurun. Wakam ahlakna min alquruni min ba'di Nuh. Basi yatosha kasema hivyo tu. Miji mingapi, karne ngapi, umma ngapi zilizopita baada ya Nuh tumeangamiza. Kati na kati hapo walikuja wengi kabla kupata habari kwa urefu katika Qurani kuhusu Nabii Ibrahim na Ismaili na Ishaqa na kina Zakaria na Musa na Isa. Habari zao zimekuja kwa wingi katika maisha yao mitume hawa. Lakini kabla ukiuliza kabla Ibrahim kitu cha kuzindua basi ile kwamba ilikuwa Nuh, na baada ya Nuh Ibrahim, ndio utaje sana katika Qurani. Lakini kati na kati walikuja wengine kama Saleh, Hud na Ad na wengine. Sasa aya kama hii ya 17 kakupa kwa ufupi. 17 Bani Israili, sura Isra. Wakam ahlakna min alquruni min ba'di Nuh wakafa birabbika. Sasa nampa istintaj, conclusion. Sasa nasema nini? Wakafa birabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Yatosha ujue ya Muhammad. Wakafa kwamba birabbika, kwa Mola wako mlezi, na aliwalea kaumu zote hizo zilizokuja na kuwaelekeza na kuwapa hidayah, wakakataa kufuata, wakabidi waangamizwe. Mjue kwamba Mola hadhulumu. Wakafa, yatosha ujue ya Muhammad, birabbika, kwa Mola wako mlezi, bidhunubi ibadihi, kwamba dhambi za waja wake Mwenyezi Mungu khabiran, habari zote, basiran, anaona kila kitu, na kusikia kwa Mwenyezi Mungu na kuwa na habari kwa Mwenyezi Mungu, anajua ya ndani kabisa. Ala ya'lamu man khalaq, asijue na yeye ndo aliumba. Huwa al-latiful khabir, al-latif yalofichika kabisa anajua.
Al-khabiri yalokwenda kila pahala yakatoka nje, habari zote anazo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Khabiran basira, yatosha ujue tu kama Mola wako katika sifa zake khabiran wa basira, anajua kila kitu, anaona kila kitu, sio kuona kwa macho au kwa darubini au kwa miwani. Kuona kwa Mwenyezi Mungu la macho wala darubini wala nini hayaoni. Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Namna gani? Allah wahdahu alam. Kwa hivyo haya, kwa hivyo aya kama hizi zinatuonesha namna gani maana aya 11 hii. Halafu tazama kwa hiya gesema, anasema aya ni kanat dhalima, walikuwa madhalim. والمراد ظالما هنا، والمراد ظالما بمعنى كافرا مشركا، وهي كافرة. كانت ظالمة، ندليل كوابي ذكر تالي آية تتكون فانو موجة كما كافر. inasema aya inasema nini aya? Sema والكافرون هم الظالمون، أصل والكافرون هم الظالمون. كيف معنى ظالمة وهي كانت ظالمة؟ يعني walikuwa makafir au washirikina. Tunasema kama na hikma Luqmani, moja katika hikma zake anamuhusia mwanawe Luqman ibnihi, waidha akasema nini? Ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hivyo unapokuja aya kama hii kana dhalimatan, walikuwa makafiri, walkafiruna hum dhalimun. Adh-dhulm inakuja maana nini? Kwamba wamejidhulumu nafsi zao kwa kufanya mambo ya kuwapeleka kwenye adhabu kali ya milele. Na hiyo maana yake. Waanshana, aliposema waanshana qurunan, waanshana baadaha قوما آخرين، سيو وأنشأنا بعدها قوما آخرين. نفرت متوفانو katika aya 13 sura Muhammad, au sio? Wakain min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima, sio? Hapa pia tunachukua katika hiyo sura Muhammad zenye humu nyingi. Nasema wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum wa in tatawallaw, kama mkikengeuka na mkikataa na mkigeuza nyuso zenu mkamtaka kufuata, wa in tatawallaw, wala hajali Mwenyezi Mungu, basi jambo lililobakia yastabdil qauman ghayrakum, atabadilisha kaumu wengineo. Thumma la yakunu amthalakum, thumma la yakunu, watakuwa mfano wenu, watakuwa wenye kutii. Na dalili Al-Kahf walipokimbia pangoni wakakaa kwa sababu watu wa washirikina, walipokuja kuamshwa baada ya miaka 309 wakaona watu wote wameamini, waumini. Kwa hivyo tukisema dhalima, kufru, shirk, dhulma za kila aina, kuonea na sawa na kibri na takabur. Na tunaposema nini waanshana baadaha qauman akharini, tukasimamisha baada yao watu wengine. Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudhun, aya 12. Fa basi falamma ahassu ba'sana, na walipoihisi tu adhabu yetu. Ile aya nne tumesema nini? Al-A'raf tulipoisoma sasa hivi, wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha nini? Ba'suna, ikawajia adhabu yetu. Aya nne Al-A'raf tulisoma mwanzo, wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna, ikawajia adhabu. Aya nne ba'suna bayatan, wakiwa wamelala usiku, au hum qailun, au katika qailula,
wamepumzika mchana, nap, siesta anasema, hulala kidogo pale jioni mchana. Kwa hivyo hapa falamma ahassu ba'sana, yani sasa hivi wamesharealize kuna adhabu inakuja, maangamizi yanaanza, watateketezwa. Wamefanya nini? Falamma ahassu, pale qarya ingilikuwa ahassat, lakini qarya kusudi bal ahluha. Sasa ahluha falamma ahassu imekuja kwa jamu. Sasa walipohisi na kugundua na kutambua basi ya Mwenyezi Mungu, ba'sana, adhabu yetu, maangamizi yanakuja, idha mara utaonahum minha min albas, min aladhab, au minha min alqarya. Hapa muannath, kwa hivyo min qarya yao wanakimbia, minha lahum minha yarkudhun. Ikiwa muannath bila shaka itakurejesha minha min alqarya, kutoka kijiji chao wenyewe. Sasa majumba yao mazuri na starehe zao, wao wanakimbia. Minha yarkudhun, tumeeleza jana, yarkudhun yani kupiga kwa nguvu miguu au kwenda mbio. Yarkudhuna min qaryatihim, ndio yarkudhuna. Fa idahum idahum minha yarkudhuna minha yani kutokana na kijiji chao wanakimbia, wanatoka wanakimbia mbali na kijiji chao, wanaogopa. Sasa hapa imeshazuka adhabu na mateketezo, kuna kukaa tena. Minha yarkudhun. Sasa Mwenyezi Mungu anaambia la tarkudhu, mnakimbia wandapi? Kwa unafikiri adhabu hii bomu tumepigwa pala, aliweza kukimbia akakimbia, asiweza? Hii fi'li ibn Adam, fi'lu Allah anakusudiwa kila mmoja. Taira na babil tarmih bijati min sijil, kila mmoja adhabu ikija kila mmoja kusudiwa. Hata utakimbia wandapi? Kukimbia kwa yule mtu msikizini aliota mtu anataka kumua na panga na nini, anakimbia miguu yake haimchukui na yule anakuja kwa nguvu, anashtuka, anaamka usingizini. La, si usingizini, kwa Mwenyezi Mungu ni kweli au sio? Kwa Mwenyezi Mungu ni kweli. Mnakwenda wapi? Anakuambia la tarkudhu, msikimbie, warji'u, namrudi. Rudi wapi ya Rabbi? Huko mnakokimbia. Minha yarkudhun, la warji'u ila, ingilikuwa ila qaryatikum, sio au sio? Lakini anakupa wasfa wa hiyo qaryatikum wenyewe kwa neno mwingine, ila ma utriftum fihi, ila ma utriftum fihi. Ataraf imekuja taraf bimaana nini? Anasa na starehe za kila aina, majumba mazuri, makhasri makubwa, vipando vizuri, mavazi, vyakula, mashamba, starehe zote zinaitwa taraf. Zinaitwa nini? Taraf. Ma utriftum, taraf hawajapewa wenyewe, mliopewa na Mwenyezi Mungu. Siqat mabni majhul, yani min passive form, kwamba nini? Yale ambayo katika zile anasa, zile starehe zenu ambazo mlizokabidhiwa mkapewa. Farji'u, la tarkudhu, mnakimbia hapo, si mko mstari yenyewe, wala mkaa mnapinga na mnasema kwamba hamna chochote, hakuna Mungu, hakuna chochote, washirikina wenyewe na wadhalimu na makafir. La tarkudhu warji'u ila ma utriftum fihi, rudini kwenye zile starehe mlizozijenga zenu, mlizopewa na Mwenyezi Mungu, mkafanya batra. Na neno taraf, inahum kanu qabla dhalika mutrifin. Katika aya nyingine taraf, inahum kanu qabla dhalika mutrafin, katika surat nini, idha waqa'atil waqi'a, innahum wala ashabu shimali ma ashabu shimali, watakuwa katika samumin wa hamim wa dhilli min yahmum la baridin wala karim, moshi, joto, moto mkali. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, walikuwa wamestareheshwa, wamezama katika starehe. Kwa hivyo wataki wala hawajali yatakayokuja. Kwa hivyo taraf ni maisha ya starehe ya kupindukia mpaka. Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, tunapotaka kuangamiza qarya katika sura 9, tunaambia kuamrisha, rudini kwa muda wenu nyie matajiri, ili wa maskini wakufuateni. Amarna mutrafiha, watakubali, fafasaqu fiha, wakafanya fisiki zao zaidi. Kwa mambo yenyewe ndio hivyo, fahaqqa alaihim, fahaqqa nini alaiha,
قرية سوريا، نسكت قرية مقصود أهل القرية. فحق عليها القول، قول ya Mwenyezi Mungu ya maangamizi ikathibitikia kwamba iwafike hawa. Fadammarnaha tadmira, tukateketeza mteketezo mkubwa kabisa. Na kuna aya nyingine katika sura Al-Mu'minun aya 64, hata idha akhadhna mutrafihim, wale walikuwa mabepari wale wa juu kabisa, ndio jeuri zilizozidi wale na kibri na kejeli hata idha akhadhna mutrafihim bil adhabi, tukatia katika nini adhabu, idha hum yaj'arun. Na unajua ndio wenye kujibu wao, ndio mwanzo mbele, wakubwa wale wenzie Qarun na hao ndio wenye kujibu kwanza wao. Wama arsalna fi qaryati min nadhirin, tukitazama katika 7 katika aya 7 aya 34, wama arsalna fi qaryatin min nadhirin, hatujampeleka mtume yote mwenye kuwapa indhari na onyo, fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Almutrafuha wale mabepari na tajiri wale wanaoishi katika mahayati taraf ya fujo, squandering money, illa mutrafuha kwa wale ambao nini matajiri nani, inna bima ursiltum bihi kafirun, inna bima ursiltum bihi kafirun. Hayo mlotumwa hayo, sisi na kufuru, hatuamini, hatutaki yakini. Ursiltum bihi kafirun. Kwa hivyo tukitizama maana mutrafia hapa aya zote inakupeleka maana kwamba nini, wale watu wa juu, watu wanastarehe. Na kwa hivyo hapa wanajibiwa, nendeni, sio kwenye miji yenu, majumba yenu, ila ma utriftum fihi, kwa yale ambayo mlostareheshwa, rudini kwenye starehe zenu, mnaogopa adhabu sasa hivi. Kwa hivyo hapa inakuja maana nini, la tarkudhu warji'u ila ma utriftum fihi. Imefahamika maana ila ma utriftum fihi, mnakimbia starehe, mnakwenda wapi? Hamjui wapi mnakwenda, wala hakuna pala, rudini huko, adhabu inakusubirini. Halafu kasema nini, ila ma utriftum fihi wa masakinikum, akaichambua zaidi, na katika majumba yenu. Na wao al-atf hapa inakurejesha nyuma, irji'u warji'u ila ma utriftum fihi warji'u ila masakinikum, sio maana yake wa masakinikum, warji'u ila masakinikum la'allakum tus'alun. Mwenda mkasailiwa na mkaulizwa neema hizo, rudini. Sasa hapa anasema nini, qalu ya wailana, kejeli. Wao wanafanya kejeli na jeuri, bao wanajibiwa kwa mfumo huo, rudini kwenye majumba yenu, mnakimbia adhabu rudini. Na watakimbia wapi? Silaha za Mwenyezi Mungu zinafika kokote watapofika wao. Kwa hivyo watasema nini, qalu ya wailana, watasema ole wetu, bali walisema ole wetu, inna kunna dhalimin. Ala dhairi juu kanat dhalima, wakam qasamna min qaryatin kanat dhalima. Wataambwa ya wailana inna kunna dhalimin, qalu ya wailana, walisema ole wetu, inna hakika sisi, iko hakika sasa, inna kunna dhalimin. Wana realize sasa hivi, wanaona adhabu tayari, na inapokuwa kuna adhabu wakati huo hakuna kurudi nyuma kabisa. Kwa sababu inapokuja al-adhab, idha nazala adhab lazima la yurfa hatta ya'khudhu haqqah, adhabu lazima inachukua haki yake min al-qawm, walilqawm al-mu'adhabin lazima adhibishwe, hakuna kurudi nyuma, wala hakuna tauba. Ya wailana wapi? Inda al-gharghara, unapotaka kutoka roho, hamna kuni, wala inda tului shamsi min maghribiha, ala ma qiyama sema kutubu, hakuna, no way. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba qalu ya wailana inna kunna dhalimin, fama zalat tilka da'wahum, dua yao ipi, ya wailana inna kunna dhalimin. Tutaacha hapa inshallah, tuendelee, nyakati zimeshamalizika درس اليوم. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.